Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizokuandalia ni pamoja na mitandao ya kijamii mkombozi wa mfumo mpya wa maisha kwa wanafunzi. Trump akatisha mawasiliano na waziri wa Israel Benjamin Netanyahu. Na katika michezo, wachezaji na wadau mbalimbali wa mpira wa kikapu waomba kununuliwa vifaa na kuboreshewa miundombinu. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Maureen Samson nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Boniface Robert atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutaungana naye Lucia Mkono. Na tuanze na habari za kitaifa. Baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino jijini Mwanza wamebainisha kuwa matumizi ya mitandao ya kijamii yamekuwa na mchango katika mabadiliko ya mifumo yao ya mawazo na uamuzi, hususan katika shughuli na maamuzi ya kila siku. Wamesema hayo wakati wakizungumza na SAUT TV habari, na kuongeza kuwa mitandao hiyo imekuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku, ikihusisha masuala ya kijamii, kielimu na hata maamuzi ya binafsi, hali inayobadili namna wanavyotazama mambo mbalimbali katika jamii. Tuungane naye Emi Maela kwa taarifa hiyo. Mitandao ya kijamii imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku kwa vijana. Leo tutaangazia kwa kina, je, mitandao ya kijamii ina athari zipi kisaikolojia? Je, ni sehemu ya kujieleza na fursa au ni sehemu ya msongo wa mawazo pamoja na kutokujiamini? Nipo katika Chuo cha Mtakatifu Agustino, kikubwa nikizungumza na vijana ni kivipi mitandao ya kijamii ni fursa, lakini pia inavyobadili mitazamo yao na namna ya kufikiri. Baadhi ya vitu ambavyo vimenimotivate sana, hususan kama Chief Godlove, ziwe anavyoonyesha vitu vyake, anaonyesha nyumba yake, anaonyesha magari. Kweli mimi kama kijana influence nifanye nipambane ili hata mimi siku moja nije kuona vitu kama vile, ili hata watu siku moja wajifunze kupitia mimi. Kitu ambacho mimi niliwahi kukiangalia kikanipa mawazo au kikanishtua kidogo ni jinsi ambavyo watu ambao wana maendeleo makubwa wanavyotumia fedha. Nishawahi kupata msongo wa mawazo katika kutumia mtandao wa kijamii, kwa sababu mwenzangu kama mimi naweza nikaona kwenye mtandao wa kijamii ana gari, ana nyumba, hivyo ikanipelekea mimi kuingia tamaa, na mimi pia nikaona tamani. Matamanio ni moja kati ya changamoto wanazokutana nazo vijana kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii. Je, kisaikolojia kuna athari zipi za kutumia mitandao ya kijamii? Athari mojawapo ni ya kwanza, wanapatwa na msongo wa mawazo na wasiwasi, anxiety and stress. Hii inatokea pale vijana wanapojilinganisha na watu wengine wanaoona katika picha katika mitandao hiyo. Pia inatokea shida ya kujidharau na matatizo ya kujitambua, hasa unapoziangalia picha za wengine ambazo zimehaririwa, wakijilinganisha na wao wenyewe, wanajiona kweli wanajidharau. Wanaamua kujidharau kwa sababu hawalingani na hao wanaoona katika picha. Kutokujiamini pamoja na kupoteza matumaini, hizo ni athari zinazotokana na matumizi ya mitandao ya kijamii. Mimi ni Emi Mahela, SAUT TV. Shukran sana Emi Mahela kwa taarifa hiyo, na sasa tuangazie taarifa nyingine. Madereva wa magari madogo ya abiria maarufu kama daladala katika kituo cha abiria Malimbe, kata ya Luchelele jijini Mwanza wamelalamikia vitendo vya baadhi ya abiria wanavyokutana navyo katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Wakizungumza na SAUT TV habari, madereva hao wamedai kuwa abiria hao mara nyingi hukiuka taratibu za usafiri, ikiwemo swala la nauli pungufu, hali inayochangia vurugu na ucheleweshaji wa safari. Taarifa yake Samwi Mbwilo inatujuza zaidi. Kila sehemu kuna utaratibu wake uliopangwa kulingana na kile kinachoendeshwa sehemu fulani, na pale ambapo utaratibu unakosekana hugeuka kuwa changamoto. Malimbe jijini Mwanza, kituo kidogo cha abiria alimaarufu kama kituo cha daladala,
hapa. Nazungumza na makondakta wao kueleza changamoto gani ambazo wanakumbana nazo kwa abiria wao wanaowachukua kila siku. Changamoto ya abiria ni kubwa sana. Yaani abiria anatoka mjini anataka afikishwe mpaka Malimbe kwa 500. Ila ukimwambia inakuwa ni kelele. Wakati wanatoka hapa mpaka Nyegezi Kono analipa 500. Ila yeye kutoka hapa mpaka hadi mjini kulipa 600 anaona kazi sana. Yaani anaona kama vile shilingi 100 anakupa bure. Ni bora ufanye mazungumzo bado tuko chini. Itakuwa ni bora zaidi kuliko kunilazimisha umeshapanda kwenye gari. Na mbaya zaidi umeshafika. Na nilazimisha kuchukua shilingi 500. Wengine wanakuja wanabuku, wawili wamepanda wamekalia siti. Anakuja na kulazimisha unaacha kweli shilingi 200 kiongozi, shilingi 200 ni hela kubwa sana. Kwa kutwa nzima ukiacha kwa abiria watano ni shilingi ngapi? 1000 hii. Changamoto ambazo nakutana nazo nyingi sana kwa abiria ni mfano abiria amekaa amepanda kwenye kituo ambacho kinakaa kimewekwa nauli kamili na LATRA, lakini ukishakaa ukaomba nauli kamili yeye anakaa anakubishia. Lakini kuna usafiri mwingine unaweza ukapanda kama bajaji mfano anakaa anaomba shilingi 500, lakini akirudi kwetu ukipeleza hata shilingi 100 ukikaa ukimdai tayari inakuwa ni ugomvi. Licha ya makondakta kuzungumza changamoto wanazokumbana nazo kwa abiria, madereva wao wana yapi ya kusema au kueleza juu ya changamoto hizo? Daladala Tanzania huwa haiheshimiki hata siku moja. Kuna muda mwingine unakwepa mkwaruzano na abiria, unakwepa mkwaruzano na watu, naamua tu kuachana naye, anaondoka tu. Sisi madereva na sisi makondakta kwenye kazi zetu za daradara, aswa kwa abiria wetu. Abiria wa Malimbe sasa hivi wako kama wametutenga kwa sisi wasafirishaji wa daradara. Asilimia kubwa usafiri wao unakuwa ni wa bajaji. Yaani naweza nikasema bajaji zimekuja kutuharibia soko sisi kama wasafirishaji wa daradara, na kiukweli tunaumia. Je, suluhisho la mgogoro baina ya abiria na makondakta litapatikana lini? Na hatua zipi zichukuliwe? Sami Mbwilo, SAUT TV. Asante sana Sami Mbwilo kwa taarifa hiyo, na sasa tumulike taarifa nyingine. Usaliti kutoka kwa marafiki wa karibu umeendelea kuripotiwa na baadhi ya vijana kuwa ni changamoto za kisaikolojia, zikiwemo hali ya msongo wa mawazo na huzuni ya muda mrefu. Wamesema wakizungumza na SAUT TV kwa usaliti huu unachangiwa kuzorota kwa afya ya akili na mara nyingi unawaacha wakiwa na maswali yasiyojibiwa kuhusu uaminifu na uhusiano wao na watu wa karibu. Tuangazie tena taarifa hiyo ya Emi Maela. Bado kuna urafiki wa kweli? Hasa katika kipindi hiki ambacho urafiki wa kweli unapimwa kwa followers, likes pamoja na comments. Asilimia 60 ya vijana wengi wanalalamika kuwa hakuna urafiki wa kweli katika zama hizi. Leo nimezama katika chuo cha Mtakatifu Agustino nikizungumza na vijana nikitaka kujua hasa, je, urafiki wa kweli bado upo au umekwisha kupotea? Ilishawahi kutokea situation ambayo rafiki yangu mmoja nilimpa taarifa zangu za siri ama taarifa zangu za muhimu. Lakini kilichotokea ni kwamba wakati baada ya kumpa hizo taarifa, na nilimwamini kwamba ni rafiki ambaye labda angezitunza zile taarifa au zile siri, yeye akatoka akaenda akaeleza watu wengine ambao. Cha kwanza nilisikia vibaya kwa sababu alitoa maneno ambayo ni mimi na yeye tunashare, ndio aenda kuambia watu wengine. Kweli mimi nilisikia vibaya. Kwa upande wangu mimi, urafiki wa kweli na tafsiri kwamba ni yule mtu ambaye katika shida na raha utakuwa naye. Kwa upande wa kusalitiwa, sijawahi kusalitiwa na rafiki yangu wa kweli kwa sababu katika kila nyanja tupo naye. Ni athari zipi anazipata mtu anaposalitiwa na rafiki yake wa karibu kisaikolojia? Nimepata wasaa kuzungumza na mwanasaikolojia kutokea chuo cha Mtakatifu Agustino, na hapa anaeleza zaidi. Athari ya kwanza ni athari ya sonona, depression. Usaliti unaweza kuathiri hali ya mtu ya kujihisi na kupelekea huzuni ya muda mrefu. Hivi kupoteza hamu ya maisha, kwa sababu karibu haoni vingine kama kitu
chochote kinachofanya kama ni cha thamani, na anakosa nguvu ya kufanya kitu chochote kile. Depression. Lakini pia msongo wa mawazo, stress. Mtu aliyesalitiwa kwa kawaida anachanganyikiwa. Alikuwa katika mahusiano na mwenzake amemsaliti, labda ameenda kuanzisha uhusiano mwingine, ama pia ametoa siri zake na hivi amemsaliti. Anakuwa na msongo wa mawazo na haoni thamani ya maisha tena. Kulingana na tafiti pamoja na wataalamu wa saikolojia, usaliti kutoka kwa marafiki unaweza kusababisha wasiwasi, msongo wa mawazo, lakini pia huzuni. Nikiripotia Sauti TV, mimi ni Emy Mahela. Asante sana Emy Mahela kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatutamatishia habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, punde ni katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa Sauti TV, na tuendelee na taarifa zetu tukiangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Tuanzie huko nchini Urusi ambapo Rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore ni miongoni mwa viongozi wa kimataifa waliohudhuria gwaride kubwa la kijeshi ambalo limefanyika leo katika uwanja wa Red Square Moscow kuadhimisha miaka 80 tangu ushindi wa Urusi dhidi ya Ujerumani ya Kinazi katika vita ya pili ya dunia. Kwingineko, Rais wa Marekani Donald Trump ameamua kukatisha mawasiliano ya moja kwa moja na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, hatua inayotokana na mvutano unaendelea kati ya mataifa hayo mawili. Kwa taarifa zaidi za kimataifa, mwanahabari wetu Benjamin Mkazi anasimulia zaidi. Maazimisho hayo yanayofahamika kama siku ya ushindi ni moja ya mkutano muhimu zaidi katika kalenda ya kitaifa ya Urusi. Mwaka huu yamepambwa kwa heshima ya kipekee kutokana na kumbukumbu ya miaka 80 tangu mwisho wa vita hivyo mnamo mwaka 1945. Rais Vladimir Putin amewakaribisha viongozi 29 kutoka mataifa mbalimbali duniani ikiwemo Rais wa China Xi Jinping katika hafla hiyo ambayo iliangazia si tu historia ya ushindi dhidi ya utawala wa Kinazi pekee, bali ni mshikamano wa sasa wa Urusi na washirika wake wa kimataifa. Kapteni Traore ameonekana kushiriki kikamilifu katika tukio hilo la kihistoria, hatua inayodhihirisha kuimarika kwa mahusiano kati ya Burkina Faso na Urusi, hususan katika kipindi hiki ambacho taifa hilo la Afrika Magharibi linaimarisha ushirikiano wa kijeshi na kiuchumi na mataifa ya Mashariki. Aidha, viongozi wengine kutoka Afrika waliokuwepo ni pamoja na Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, Rais wa Guinea Bissau Umaro Sissoco, jambo ambalo linaloashiria ushawishi unaongezeka wa Urusi barani Afrika hasa kupitia mkutano wa kidiplomasia na ushirikiano wa maendeleo. Gwaride hilo limehusisha maonyesho ya silaha ya kisiasa, askari wa vikosi mbalimbali pamoja na kumbukumbu ya mashujaa waliopigania ushindi huo. Tukio hilo limeendelea kwa alama ya fahari na ukumbusho ya taifa ya Urusi kwa mwaka huu imechukua sura ya kidiplomasia zaidi kutokana na idadi kubwa ya wageni wa kimataifa walioshiriki. Wizara ya habari nchini India, MIB, imechukua hatua kubwa za kulinda usalama wa taifa hilo kwa kutoa ushauri unaoelekeza majukwaa ya juu ya huduma mtandaoni na waamuzi wanaofanya kazi India mara moja waache kukaribisha au kusambaza yaliyomo katika taifa la Pakistani, ikiwa ni pamoja na usajili wa safu za wavuti, filamu, mziki, podcast na nyenzo nyinginezo za utiririshaji katika taifa hilo. Akitoa kwa mfano wa teknolojia za habari, miongozo ya upatanishi wa sheria za maadili ya kidigitali mwaka 2021, ushauri huo ulitolewa hapo. Kanuni hizi zinahitaji machapisho kukataa kusambaza au kuonyesha maudhui yoyote ambayo yanaweza kuhatarisha usalama wa kitaifa, kuzoofisha uhuru wa India, kuharibu uhusiano mzuri na nchi nyingine au kusababisha vurugu na machafuko ya umma. Wizara hiyo imetaja matukio kadhaa ya hivi karibuni ya kigaidi nchini India ambayo yameunganishwa na vikundi vya serikali na visivyo vya kiserikali nchini Pakistan kama sababu ya uamuzi huo. Wizara hiyo marejeleo ya shambulio la kigaidi huko Pahalgam, Jammu na Kashmiri
ambao ilitokea mwezi uliopita imegharimu maisha ya watu wengi nchini India. Mamlaka sahihi ya wizara imeidhinisha agizo hilo ambalo limesambazwa kwa tasnia na mashirika ya kusimamia yaliyounganishwa na majukwaa ya juu. Vipande kadhaa vya waliomo Pakistani ambao kwa sasa vinapatikana kwa watazamaji wa India kupitia huduma za utiririshaji wa ndani na wa kimataifa zinatarajiwa kuathiriwa na mabadiliko hayo. Kufuatia matukio ya hivi karibuni ya usalama kama vile operesheni ya kijeshi ya India Sindhu ambayo yalilenga kambi za kigaidi kuvuka mpaka, mvutano kati ya India na Pakistani umeongezeka na kusababisha maagizo haya magumu ya serikali ya India kudhibiti yaliyomo yanayohusiana na ugaidi wa mpaka wa vyombo vya maadui. Na katika taifa la Marekani, ripoti zinaeleza kuwa Trump amefikia uamuzi huo baada ya wasimamizi wake wa karibu kujumulisha waziri wa mambo ya kimkakati wa Israel Ron Dermer kuwa rais huyo anaamini kuwa Netanyahu amekuwa akimgeuza chombo cha kisiasa kwa manufaa yake binafsi. Viongozi waandamizi wa chama cha Republican pia wamechukizwa na namna Dermer amekuwa akizungumza katika mijadala ya hivi karibuni, wakiona kuwa amekuwa na kiburi na hana msaada wowote katika kukuza uhusiano baina ya pande hizo mbili. Watu wa karibu wa Trump wameeleza kuwa rais huyo hakupendezwa na hali ya kuonekana kudanganywa au kutumiwa, jambo ambalo limechangia moja kwa moja katika uamuzi wake wa kusitisha mawasiliano. Zaidi ya hayo, serikali ya Netanyahu haijawasilisha mpango thabiti kuhusu suala la Iran na kundi la waasi wa Kihouthi nchini Yemen, jambo ambalo limechangia kuzorota kwa maelewano Tel Aviv na Washington. Vile kukosekana kwa maendeleo ya mpango wa madhubuti kuhusu mgogoro wa Gaza kumezidi kuasili mtazamo wa utawala wa Trump kuhusu dhamira ya Israel na kushughulikia changamoto za kikanda. Mimi ni Benjamin Kazi wa SAUT TV. Shukran sana Benjamin Kazi kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea Boniface Robert atakuwa hapa kukusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa SAUT TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Boniface Robert. Tuanzie hapa jijini Mwanza ambapo baadhi ya wafanyabiashara wa matunda katika mtaa wa Malimbe jijini Mwanza wameeleza namna biashara hiyo inavyowezesha kupata faida, kujikwamua kiuchumi pamoja na mbinu wanazotumia kujitofautisha na wafanyabiashara wengine. Kwingineko, ripoti ya hivi karibuni kutoka Brita Intelligence imebainisha kuwa uwekezaji katika kampuni changa barani Afrika umepunguka kiasi kikubwa, ambapo mwaka 2024 kampuni changa zilipokea dola bilioni 2.8 kupitia mikataba 750 ikilinganishwa na dola bilioni 3.9 mwaka 2023 kutoka mikataba 930. Hali hii imezua hofu kuhusu mustakabali wa ufadhili wa makampuni changa barani Afrika. Tuungane naye Hadija Lefi ana undani wa taarifa hizi za biashara. Tuanzie hapa Tanzania ambapo katika mtaa wa Malimbe wafanyabiashara wameeleza namna biashara hiyo ya matunda inavyowasaidia kupata fedha na kuleta mafanikio katika maisha yao ya kila siku. Naniingizia fedha kiasi. Naweza kuwa kakizarau kitu, lakini ndio mwisho wa siku itakupatia mafanikio. Na kwenye mafanikio hayo mpaka ninapokuwa napata mafanikio, cha msingi kwenye biashara, cha kwanza ili uweze kufanikiwa ukiwa kwenye biashara hata ya matunda au biashara aina yoyote, cha kwanza unatakiwa usiwe mtu ambaye ni wa hasira. Cha msingi uwe unaongea na watu vizuri, uwe mcheshi, uwe unakaribisha vizuri wateja, lazima mafanikio utayaona tu. Aidha, pamoja na kuwa na ukosefu wa soko kuu la matunda katika eneo hilo, bado wafanyabiashara wamehakikisha wanafuata matunda kutoka katika masoko mengine ya maeneo mbalimbali ili wasipoteze wateja. Kwa huko saa zingine inaweza kuwa yanaleta shida, yanapokuwa yameadimika yanaleta shida, ila yanapokuwepo mengi basi yanapatikana kwa urahisi. Kwa mujibu wa wafanyabiashara hao, wanadai kuwa kila biashara inahitaji uvumilivu. Pia ili uweze kupata wateja inahitaji kuwa na uangalizi mzuri wa biashara yako kwa kuzingatia usafi, utunzaji na uhifadhi mzuri.
kulinganisha na matunda yako utakavyokuwa umeyatunza na kujitengenezea pia wateja. Hayapendi mvua. Mvua ikinyesha na yakinyeshewa lazima yanaharibika kwa haraka zaidi. Huko barani Afrika, kupungua kwa uwekezaji kumeongeza shinikizo kwa wajasiriamali wa sekta ya teknolojia ili kuhakikisha wanaonekana na kuaminika kwa wawekezaji. Sasa wanahitaji kutoa masharti ya kuvutia, kuonyesha thamani ya haraka ya biashara zao na kujitofautisha kwa ubunifu mkubwa ili kuvutia mtaji. Katika muktadha huo, kampuni nyingi zimeanza kuachana na utegemezi wa mitaji ya hisa na badala yake kugeukia mikopo ya maendeleo, mikopo ambayo inaongezeka na kuchangia 37% ya thamani ya mikataba ya uwekezaji mwaka 2024, huku ikionekana kama njia mbadala inayopata uzito mpya. Hali ya sasa pia imevutia benki za kibiashara kuingia katika sekta ya teknolojia, hasa kwa kutoa mikopo ya vifaa na uendeshaji. Hapo awali taasisi hizi zilikuwa na tahadhari kwa kampuni changa, lakini mazingira ya sasa yamezibadilisha. Pamoja na hayo, changamoto bado ipo kwa kampuni ambazo hazijaanzisha mapato au kuwa na historia ya kifedha. Taasisi nyingi za kifedha haziko tayari kutoa mikopo kwa kampuni zisizo na uthibitisho endelevu wa biashara. Ili kukidhi vigezo vya ufadhili, kampuni nyingi zimeanza kuboresha mifumo yao ya ndani, kurasimisha shughuli zao na kujiandaa kwa taratibu za taasisi za kifedha. Aidha, baadhi yao wanaangazia ufadhili unaojumuisha mikopo, mitaji na misaada kama mbinu ya kunufaisha ukuaji wao. Kwingineko New York, Marekani, Uingereza imekubali kupunguza ushuru wake hadi 1.8 kutoka 5.1 na kutoa ufikiaji mkubwa kwa bidhaa za Marekani kama sehemu ya makubaliano, wakati ushuru wa msingi wa 10% kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka Uingereza kwenda Marekani bado upo. Hisa za mashirika ya ndege zilipanda zaidi baada ya makubaliano ya Marekani na Uingereza kusamehe sehemu za ndege zilizotengenezwa na Rolls-Royce. Trump pia alisema anatarajia mazungumzo ya dhati kati ya Marekani na Beijing kwenye mstari wa kibiashara wikendi hii na hata shangaa iwapo makubaliano yatafikiwa. Hadija Lefi, SAUT TV. Asante sana Hadija Lefi kwa undani wa taarifa hizo za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirudi mwanamichezo wetu Lucia Mkono atakuwa hapa katika habari za michezo. Endelea kutazama SAUT TV habari. Jina langu ni Boniface Robert. Ni matumaini yangu mzima wa afya mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo tulizokuandalia ndani ya SAUT TV. Mimi ni Lucia Mkono. Wachezaji wa mpira wa kikapu kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania SAUT pamoja na wadau wa mchezo huo wametoa wito kwa serikali ya wanafunzi SAUTISO kuwaunga mkono kupata vifaa muhimu na uboreshaji wa miundombinu ili kuongeza ushindani wa mchezo huo. Kwingineko katika michezo, mashindano ya Olimpiki ya michezo ya watu wenye ulemavu wa miaka 28 yametangazwa kuanza kutimua vumbi Julai mwaka 2028 huko Los Angeles nchini Marekani, huko viwanja viwili vikitarajiwa kutumika katika sherehe za ufunguzi wa mashindano haya. Mwanamichezo wetu Michael Ntakandi anaripoti ifuatayo. Tuanzie hapa nyumbani Tanzania jijini Mwanza. Ni kwamba wachezaji wa mpira wa kikapu wa Chuo Kikuu cha SAUT wamepaza sauti zao kwa serikali ya wanafunzi SAUTISO kuongeza uwekezaji katika mchezo huo, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha wanapata vifaa vya kutosha. Tunaomba tu chuo izidi kutoa support kwa sababu sisi kama basketball tunapenda sana maendeleo. Kwa mfano hapa tuna project ya kuweka taa uwanjani ili tuweze kupata muda mrefu zaidi wa kufanya mazoezi, kitu ambacho kitawasaidia hata sisi wanafunzi ambao tuna vipindi labda saa 11 mpaka saa 12:45, means kwamba au saa 1:45 utaweza kupata muda wa kuja kufanya mazoezi kwa sababu taa zitakuwepo. Chuo kinatusupport kadiri kiwezavyo, ila hatujafikia lengo ambalo sisi tubidi tuwe na malengo ya kufikiwa katika muda mwafaka. Kwa mfano mdogo naweza kukuambia hapa tunaweza kutumia mpira mwezi mmoja, kila mwezi bidi tupate mpira. Ila ukiangalia mpira tunapewa baada tukikaribia kwenda TAKUSO tu ndio tunapewa mpira. Sasa huo mpira ukiangalia tunachezea mwaka mzima, ambao ndio unaweza kuona hali mwenyewe ya uwanja, mipira ni mitatu, watu ni wengi.
Wito wa wachezaji hao umepigiliwa msumari na wadau wa mchezo huo, wakidai kwamba unakosa mashabiki wengi kutokana na nguvu kubwa kuelekezwa kwenye michezo mingine ikiwemo mpira wa miguu chuoni hapo. Ukiangalia hata kwenye mipira inayotumika basket, mipira wanajinunulia wenyewe wachezaji, wanafanyisha michango wao wenyewe kununua mipira nini. Kuna kwa support sio kubwa sana. Kuna natamani kama zingekuwepo labda jezi nyingi, viatu vingi, kwa sababu mimi ninavyofahamu kwa experience yangu kama mchezo wa basket, huwezi kucheza basket umevaa viatu, kuna viatu ambavyo sio sawa, kuna viatu fulani vinatakiwa. Na katika uga wa kimataifa huko barani Asia, ligi kuu ya India imesimamishwa kwa wiki moja kutokana na mivutano ya vita kati ya India na Pakistan. Taarifa hizo zimechapishwa na ligi hiyo kwenye mtandao wa X zamani Twitter, siku moja baada ya ligi kuu ya Pakistan PSL kuhamisha kipindi kilichosalia cha msimu wake huko Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Tukifunga kambi huko Marekani ni kwamba kamati ya maandalizi katika mashindano ya Olimpiki na michezo ya walemavu LA 2080 imetangaza maeneo ya sherehe za ufunguzi na ufungaji wa mashindano hayo. Katika kuupa upekee ufunguzi wa mashindano hayo, kamati hiyo imesema sherehe zitafanyika ndani ya jiji la Los Angeles, Marekani, ambalo itakuwa jiji la kwanza kujumuisha viwanja viwili katika sherehe za mashindano hayo. Waandaaji wa LA 28 wamethibitisha kumbi hizo ni pamoja na ukumbi wa Los Angeles Memorial Coliseum na uwanja wa SoFi. Tarehe 14 Julai 2028 michezo ya Olimpiki itafunguliwa uwanja wa SoFi na sherehe za kufunga zitafanyika Los Angeles Memorial Coliseum tarehe 30 Julai mwaka huo. Kadhalika uwanja wa SoFi nyumbani kwa NFL utakuwa mwenyeji wa sherehe za ufunguzi wa michezo ya walemavu mnamo tarehe 15 Agosti 2028, kisha hafla hiyo itafungwa kwenye ukumbi wa Coliseum mnamo tarehe 27 Agosti 2028. Kadhalika uwanja wa SoFi nyumbani kwa NFL utakuwa mwenyeji wa sherehe ya ufunguzi wa michezo ya walemavu mnamo tarehe 15 Agosti 2028, kisha hafla hiyo itafungwa kwenye ukumbi wa Coliseum mnamo tarehe 27 Agosti mwaka huo. Mwenyekiti wa LA 28 Casey Wiseman amesema sehemu zilizochaguliwa kwa sherehe za kufungua na kufunga mashindano hayo zitangazia historia tajiri ya michezo ya Los Angeles pamoja na kuonesha ubora na thamani ya mashindano hayo. Michezo kadhaa imerejeshwa katika mashindano hayo ya Olimpiki kufuatia kukosekana kwa baadhi ya michezo ambayo ni pamoja na cricket, lacrosse na squash. Michezo hiyo ya Olimpiki LA 28 itafanyika kati ya tarehe 14 na 30 Julai 2028, ikifuatiwa na michezo ya walemavu ambayo itafanyika kutoka tarehe 15 hadi 27 Agosti mwaka huo. Mike Ntakandi, Sauti TV. Asante sana mwanamichezo wetu Mike Ntakandi kwa taarifa hizo. Hadi kufika hapo sina la ziada katika michezo kwa siku hii ya leo. Mimi ni Lucia Mkono na sasa nirudishe kijiti hiki kwake Maureen Samsoni kwa kutamatisha habari kwa siku hii ya leo. Asante sana Lucia Mkono kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muktasari wake. Mitandao ya kijamii mkombozi wa mfumo mpya wa maisha kwa wanafunzi. Trump akatisha mawasiliano na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Na katika michezo, wachezaji na wadau mbalimbali wa mpira wa kikapu waomba kununuliwa vifaa na kuboreshewa miundombinu. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa ya habari, jina langu ni Maureen Samson. Nikutakia utazamaji mwema vipindi vingine kutoka hapa Sauti TV. Uwe na usiku mwema.